Mabibi na mabwana, brothers and sisters, hii ni official countdown ni Amplify paper number 3 right now, ndo mida yake. Millard Ayo ndo huyu mimi, Frida Amani ndo yule pale, na Yahya Njenge ndo huyu hapa. Makamu, kama makamu. Vitu vimekaa mzee wangu. Tuko vizuri sana, mwenyekiti na katibu wake mkiwa katika viwango bora kabisa. Of course, we're very happy to see you. Yeah. Ladha halisi kwenye kimiminika chenye msisimko murua. Zao la ardhi ya nyumbani, kuburudisha hisia zako. Tanzanite Royal Gin. Dr. Yahya. Bwana, kwenye ukurasa namba 3 tutakuwa na mambo matatu kuihusu timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ambayo kikosi kimetajwa rasmi leo, ambacho kitaingia kambini kwa ajili ya mechi ya mwisho ya kusaka tiketi ya kufuzu finali za kombe la dunia, ambayo tutacheza baadaye kidogo mwezi huu dhidi ya timu ya taifa ya Zambia maarufu kama Chipolopolo. Sasa yale mambo matatu ambayo nimesema yanayohusu Taifa Stars kwenye kikosi kilichotajwa leo. Jambo la kwanza, kuna takriban wachezaji 6 ambao ni muhimu kikosini na tuliwazoea kuwaona mara kwa mara wakipata nafasi, wameachwa katika hiki kikosi baada ya mara kwa mara kuwaona wakiitwa. Mchezaji wa kwanza ni Mbwana Samata, wa pili ni Kibu Dennis Prosper, wa tatu ni Simon Msuva, wa nne ni Mudathir Yahya, wa tano ni Shomari Kapombe, na mchezaji namba 6 ni Mohamed Hussein Zimbo Junior. Hawa ni baadhi ya nyota ambao mara nyingi sana tumekuwa tukiwaona wakiitwa kwenye kikosi cha Stars, lakini awamu hii wameachwa katika hiki kikosi, na inawezekana kuna sababu mbalimbali. Miongoni mwa sababu ni kuwapa nafasi ya kupumzika, kwa sababu mechi ambayo tutakwenda kucheza dhidi ya timu ya taifa ya Zambia ni mechi ambayo haitupi nafasi ya kufanikisha lengo letu la kutafuta ile nafasi ya kwenda World Cup, isipokuwa ni mechi ambayo tunakwenda kukamilisha ratiba. Maana yake inawezekana coach Hemedi Morocco na technical bench kwa ujumla wameona kwamba wana haja ya kuwapumzisha baadhi ya nyota wenye majukumu makubwa. Mtu kama Mbwana Samata anayecheza Ufaransa, maana yake ni mtu ambaye ameachwa focus kwenye kuitumikia klabu yake, especially katika wakati huu ambao umri wake anahitaji kulinda zaidi energy alionayo, asitumie vibaya kulingana na michezo mingi ambayo yuko nayo. Hilo ni eneo la kwanza. Jambo la pili katika yale matatu ambayo nimeyasema ni kuhusiana na nafasi ya goalkeeper. Nafasi ambayo wameitwa magolikipa watatu. Ameitwa Yakub Suleiman kama golikipa namba 1, ameitwa Hussein Masalanga kutoka Singida Black Stars kama golikipa wa pili, na watatu ameitwa Zuberi Foba kutoka Azam FC. Kwenye hawa magolikipa watatu tuliwahi kujadili hapa siku moja issue ya Yakub Suleiman kujiunga na Simba. Yakub ameenda Simba, ambaye ndio golikipa namba 1 wa Stars, na hana nafasi ya kucheza pale Simba. Maana yake kwa mara nyingine tunaishuhudia Taifa Stars ikiita magolikipa watatu. Kati ya hao watatu, golikipa ambaye amepata dakika nyingi za kucheza ni huyu bwana mdogo kabisa ambaye ni Zuberi Foba kutoka Azam FC. Alau kwenye michezo mitatu ya Azam ya kimashindano, Foba amecheza mechi 2, lakini Yakub Suleiman hakuwa akianza kwenye hata mechi moja ya Simba, isipokuwa mechi pekee aliyopata dakika chache za kucheza ni mechi ya mwisho ya Simba dhidi ya Gaborone, ambayo Musa Kamara alipata majeraha uwanjani, ikabidi atoke na Yakub kuingia kikosini. Maana yake ni changamoto ambayo tunaipata kwenye ile eneo la goalkeeper. Hussein Masalanga yeye amekuwa ni goalkeeper wa akiba mara zote kwenye kikosi cha Singida Black Stars. Kwa hiyo ni eneo ambalo lina changamoto. Eneo lingine muhimu ni kuachwa kwa Kelvin John kwa mara nyingine tena. Licha ya kile ambacho nimekisema awali kwamba kuna kundi la wachezaji kama Mbwana Samata kwenye eneo la ushambuliaji ambalo mwalimu unaweza kusema amewapa labda nafasi ya kupumzika na kutoa nafasi kwa wengine, lakini bado benchi la ufundi linaona Kevin Pius John hatoshi kuitwa kwenye kikosi cha Stars na hakujumuishwa kwenye kikosi, licha ya performance bora aliyokuwa nayo huko Denmark ambako wanacheza soka. Hivi tunavyozungumza, Kevin John amekwisha fikisha magoli 6 katika ligi ya Denmark, akizidiwa magoli 2 tu na mchezaji ambaye ni kinara wa magoli kwenye ligi husika. Maana yake mchezaji ambaye yupo katika kiwango kizuri, lakini isivyo bahati amekuwa si sehemu ya mpango wa kocha Morocco na benchi lake la ufundi, na kwa mara nyingine tena ameachwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ambacho kitajiandaa na mchezo dhidi ya Zambia. Hayo ni maeneo matatu muhimu ambayo nimeona tuyaguse kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kilichoitwa leo kwa ajili ya mechi dhidi ya Zambia.
Okay. Sio mchezo. Japokuwa kuna wachache ambao wamenufaika kidogo, naweza kusema wachezaji kama Aziz Andabwile wa Young Africans, yeye naweza kusema amenufaika kupitia dakika alizokuwa anazipata chini ya mwalimu Roman Falls pale Yanga, imemfanya ajumuishwe kwenye kikosi, yupo. Lakini nimeona pia hata Yahya Zaidi Omar ambaye amecheza mechi 3 zote za Azam FC na yeye pia amejumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kwa hiyo hawa ndio nyota ambao naweza kusema wamepata manufaa ya moja kwa moja tangu msimu umeanza kwa dakika ambazo walimu wamewapa, lakini wengine kidogo athari imewakumba, kama hao kina Mohamed Hussein ambaye Young Africans amekuwa hachezi kikamilifu kama alivyokuwa akicheza kwenye klabu ya Simba, na ndio maana pia anaonekana kuwekwa kando kwenye hichi kikosi ambacho kimeitwa. Kwa hiyo kwa ufupi sana, hiyo ndio page namba 3 kwa siku ya leo. Okay. Basi sawa Yahya Njenge. Mimi nashukuru pia. Tumekaa kama watu kwenye paper number 3.